Bwana Yesu atukuzwe sana. Moyo wangu na amani, namshukuru Mungu sana kwa sababu ya kila namna ya wema wake. Nampa utukufu kwa matendo yake, kwa sababu hata kuishi ni kwa neema, hatuhesabu kuwa ni kawaida. Kwa hivyo moyo wangu na amani, familia yangu wote wazima, tuna jambo la kushukuru Mungu. Kwa majina yangu kwa wageni, ninaitwa John Maki Wamae, nahudumu mahali hapa Kuikoi, kanisa la Mga Full Gospel Churches of Kenya. Ninataka tuingie kwa neno la Bwana na nina imani Mungu anaenda kutubariki. Leo ningependa tujifundishe juu ya tabia sita katika kujenga uhusiano. Tabia sita katika kujenga uhusiano. Ya kwamba tabia hizi lazima katika maisha ya kila mmoja azizingatie na kuwe nazo, ili aweze kutunga uhusiano, ili ya kwamba uhusiano ule uzidi kuboreka. Na nina jambo ambalo ninataka nikueleze na nikufahamishe. Kila mahusiano ni kujengwa, huwa yanajengwa. Na tunapoangalia Mwanzo mlango wa kwanza 26, Biblia inasema Mungu anajifunua kwetu katika ushirika. Anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Hatuwezi shirikiana na Mungu kama hatufanani. Lazima tukuwe na hali ya kufanana na yeye, na kuna mambo lazima tuyazingatie ili ya kwamba uhusiano wetu na Mungu ukawe sawa. Na ndipo unaona Mwanzo anasema na tumuumbe, tumfanye mtu kwa mfano wetu sisi. Bwana Yesu atukuzwe. Kuumbwa kwetu ni katika kutimiza matakwa ya ushirika tulio nao pamoja na Mungu. Na nataka nikwambie, umeumbwa kwa ajili ya wengine, umeumbwa kwa ajili ya watu wengine. Na kwa sababu hiyo inafaa ujue ya kwamba unafaa kujenga mahusiano, ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuumba hivyo ulivyo kwa ajili ya wengine. Ndio maana tuko tofauti sana, hatufanani. Unanihitaji na kuhitaji, na kwa sababu tunahitajiana, ni lazima tujenge mahusiano ili ya kwamba tuendeke njia moja, sisi zote pamoja. Tofauti zetu huleta hitaji la ushirika na kushirikiana. Hitaji lako, hitaji langu linaleta hali ile ya kutafuta kushirikiana. Lakini tusipo kuelewa hivyo, tutakosa udhamana wetu sisi kwa sisi, ama wetu kwa mtu kwa mwingine. Bwana Yesu atukuzwe sana. Unafaa kwa ajili ya watu, unafanya kazi, unatenda kwa ajili ya watu, ili watu watakapo kuona waone unapendeza. Unapovaa hauvai kwa ajili yako, unavaa kwa ajili ya watu, waone ya kwamba huyu mtu ni mzuri, huyu mtu anapendeza, huyu mtu
mtu anavaa